Basi tumeeleza vizuri kwamba eneo hili linajichotea utakatifu wake kwa sababu ya Papa Yohane Paulo wa Pili kukanyaga katika eneo hili. Tuliahidi usiku wa leo tutapata historia ya kina ya maisha ya Papa huyu tangu kuzaliwa hadi kuwa mtakatifu. Mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili ni mtu maarufu na maalum sana aliyesifika na kutukuka sana katika utume wake. Hakika anao mvuto wa kusisimua kwa watu wengi sana. Kwa bahati nzuri aliwahi kufika katika nchi yetu na kukanyaga katika ardhi ya Kawekamo. Naomba kwa makini mfuatane nami ili kufahamu historia nzito ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Hakika Papa huyu ana historia ya kuvutia na kusisimua sana. Karibuni sana, tuanze na tukimishe pamoja. Papa Yohane Paulo wa Pili ambaye kwa sasa ni mtakatifu, jina lake la kuzaliwa lilikuwa Carlo Joseph Wojtyła. Alikuwa papa wa 264 kuanzia tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 1978 hadi kifo chake tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2005. Akidumu katika huduma hiyo kirefu kuliko mapapa wengine wote isipokuwa Mtume Petro na Papa Pio wa 9. Ninapoanza kueleza historia ya Papa Yohane Paulo wa Pili ambaye jina lake la kuzaliwa ilikuwa Carlo Joseph Wojtyła, mniruhusu nianze kwa kulitumia jina hilo la kuzaliwa ili tuje kufahamu ilikuwaje kutoka kuitwa Carlo Joseph hadi Papa Yohane Paulo wa Pili na hadi mtakatifu Papa Yohane Paulo wa Pili. Na kualika kwa makini tufuatane pamoja. Hakika utakiri kuwa njia za Mungu sio njia zetu. Carlo Joseph alizaliwa Wadwice nchini Poland akiwa mtoto wa tatu na wa mwisho kwa wazazi wake tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 1920. Baba yake Carlo Joseph alizaliwa tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 1879. Yeye hapo awali alikuwa fundi wa kushona nguo, lakini baadaye alijihusisha na masuala ya jeshi na kuwa mtu maarufu sana katika masuala ya jeshi. Carlo Joseph alilelewa katika maisha ya maadili na imani kwa Mungu na hasa maisha ya sala na ibada kwa Bikira Maria. Wazazi wa Carlo Joseph walipata faraja sana kwa mtoto wao. Alifuta machozi yaliyoletwa na kifo cha mtoto wao wa pili, yani Origa, aliyefariki hata kabla ya Carlo Joseph kuzaliwa. Wazazi hawa na mtoto wao waliishi kwa furaha na upendo mkubwa. Mtoto alizoea wazazi na wazazi walimzoea mtoto. Mara kwa mara mama yake alipokuwa akienda shuleni alienda naye, na mtoto akiwa bado mdogo aliweza kusoma na kuandika vizuri kutokana na juhudi za wazazi wake. Alijifunza maisha ya sala na tafakari na ibada kwa mama Bikira Maria. Carlo Joseph alibatizwa tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 1920 na akiwa na miaka 9 alipata komunyo ya kwanza. Kuanzia mwanzoni kabisa mwa utoto wake, Carlo Joseph alikabiliwa na changamoto kubwa na nzito sana, lakini alikuwa mtu wa furaha sana. Ghafla furaha ya Carlo Joseph ilifutika kufuatia kifo cha mama yake mzazi, tena akiwa bado mdogo. Ni kipindi ambacho hakika Carlo alihitaji malezi makubwa kutoka kwa mama yake. Kutokana na kifo cha mama yake, Carlo Joseph alibaki na baba yake pamoja na kaka yake. Lakini muda mwingi alibaki na baba yake, kwani kaka yake alikuwa anaendelea na masomo yake ya udaktari nje kabisa na nyumbani kwao. Misingi ya imani waliyojengea Carlo Joseph ilimfanya azoee maisha mapya ya kuishi bila mama, kwani
Mama yake daima alimfundisha kusoma na kuandika. Alimsimulia hadithi katika Biblia kiasi kwamba Carlo alifahamu mambo mengi sana katika Biblia na juu ya mafundisho ya kanisa na kuhusu mama Bikira Maria. Akiwa shuleni alifanya vizuri sana katika masomo. Katika masuala ya dini alifanya vizuri zaidi. Baada ya ubatizo wake alipata komunyo ya kwanza na hatimaye sakramenti ya kipaimara. Akiwa kijana, Carlo Joseph alipenda sana mchezo wa mpira na alikuwa kipa maarufu sana. Katikati ya mwaka 1938 Carlo Joseph na baba yake walihamia Krakow baada ya kaka yake Edmund kuhitimu masomo yake ya udaktari. Wote watatu walifurahi kuonana. Carlo Joseph alifurahi sana kuishi na kaka yake. Kaka yake baada ya kuhitimu masomo yake ya udaktari alianza kufanya kazi katika hospitali moja, na ndipo alipoambukizwa ugonjwa. Mungu wangu! Carlo Joseph alipata pigo jingine kubwa la kuondokewa na kaka yake Edmund aliyefariki tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka 1932 kwa ugonjwa wa tetekuwanga kutokana na kazi yake ya udaktari, ambapo aliambukizwa na mgonjwa aliyekuwa akimhudumia. Hiki kilikuwa ni kipindi kigumu sana tena cha Carlo Joseph na baba yake. Carlo Joseph ambaye kwa sasa ni mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili, katika kitabu chake cha Gifts of Mystery ukurasa wa 34, akitafakari maisha yake ya wito, anasema namnukuu: ninamshukuru sana baba yangu ambaye alikuwa mgane katika umri mdogo. Nilikuwa sijapata hata komunyo ya kwanza wakati mama yangu anafariki. Nilikuwa na miaka 9 tu. Baada ya kifo chake na baadaye kifo cha kaka yangu, niliachwa peke yangu na baba, mtu mwenye imani thabiti. Siku kwa siku nilifurahia maisha ya baba yangu. Kwa taaluma alikuwa askari. Baada ya kifo cha mama yangu, maisha yake alikuwa daima ya sala na tafakari. Mara kwa mara nilipoamka usiku nilimkuta amepiga magoti akisali kama vile yuko kanisani. Mfano wa maisha yake yalikuwa maisha ya mwanzo wa seminari ya nyumbani. Mwisho wa kunukuu. Kufuatiwa kuwa na wito wa upadre, Carlo Joseph baada ya kuhitimu masomo yake ya sekondari alijiunga na chuo kikuu cha Jagiellonian akisoma masomo ya falsafa. Alifanya vizuri sana katika masomo yake na alikuwa na uwezo mzuri wa kufahamu lugha za kigeni kwa usahihi zaidi, kiasi kwamba alifahamu lugha tofauti 12. Kutokana na uwezo wake mkubwa, alichaguliwa kuwa mwalimu na kusaidia kufundisha katika chuo hicho. Kweli alikuwa na kipaji cha pekee. Ikumbukwe, mwaka 1939 kulitokea vita ya pili ya dunia, jambo ambalo lilikatisha masomo yake ya upadre, ambapo nchi ya Poland ilivamiwa. Mbaya zaidi, hata chuo alipokuwa anasoma kilivamiwa. Walimu na wanafunzi walichukuliwa mateka. Kufuatia hilo, chuo kilifungwa. Hiki kilikuwa kipindi kigumu sana kwa Carlo na kilileta mwono mpya wa maisha yake. Mwaka 1940 hadi mwaka 1944, baada ya kutoroka mateka, alipata kazi kwenye hoteli na kufanya kazi kama messenger, na alifanya kazi kama kibarua karibu miaka 4 katika magodauni. Mshahara wake kidogo aliupata aliupeleka nyumbani ili kumsaidia baba yake ambaye sasa alikuwa mzee na dhaifu kiafya. Akiwa na umri wa miaka 20, Carlo Joseph alimpoteza baba yake mzazi tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 1941. Hakika hiki kilikuwa kipindi kigumu. Licha ya ugumu wa maisha aliyokuwa anao, ugumu zaidi uliongezeka kwa kufiwa na baba yake na kubaki peke yake. Carlo alipata na majonzi makubwa, kwani wote aliowapenda wamefariki, yaani dada yake, mama yake, kaka yake na sasa baba yake. Kweli kilikuwa kipindi kigumu sana
Hata hivyo, maisha yalibidi yaendelee licha ya kufiwa na ndugu zake. Mwanzoni mwa mwaka 1942 chuo kilifunguliwa tena. Carlo alirudi tena chuoni kumalizia masomo yake ya upadri. Oktoba 1942, wakati vita ya pili ikiendelea, Carlo Joseph alimwendea askofu na kumweleza nia yake ya kutaka kuwa padri. Ilibidi wakati wa mchana afanye kazi na usiku alisoma kwa bidii, na hatimaye alihitimu masomo yake ya upadri. Tarehe 1 Novemba 1946 Carlo alipewa daraja takatifu ya upadri na Kardinali Adam Stefani. Baada ya hapo, Padri Carlo Joseph alitumwa Roma akasome teolojia kwenye chuo kikuu cha kipapa. Alipojipatia digrii yake ya pili na ya tatu katika teolojia, hivyo akawa daktari katika teolojia. Udaktari huo ambao ulifuatwa na mwingine uliopatikana kwa kuchambua fundisho la imani kadiri ya Mtakatifu Yohane wa Msalaba. Mwaka 1948 alirudi nyumbani kwao Poland, ambapo alipangiwa utume katika kijiji cha Nigwaz. Alipofika huko tu alipiga magoti na kubusu ardhi kama atakavyofanya katika safari zake za kimataifa akifika kwenye nchi fulani. Mnamo Machi 1949 alihamishwa parokia ya Mtakatifu Florian mjini Krakow, akaanza kufundisha maadili katika chuo kikuu cha Georgian na chuo kikuu cha Katoliki cha Lublin. Hakika alifanya utume wake vizuri na aliwavutia vijana wengi sana. Mwaka 1954 alipata udaktari wa pili katika falsafa. Padri Carlo Joseph katika miaka 12 ya kwanza ya upadri wake alitunga pia falsafa mpya mbalimbali kuhusu vita, hali ya maisha chini ya ukomunisti, majukumu ya kichungaji na kadhalika. Tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 1958 alipokuwa likizo, Papa Pius wa 12 alimteua kuwa askofu msaidizi wa Krakow na kusimikwa kuwa askofu tarehe 28 mwezi wa 9 1958 na kuwa askofu mkuu msaidizi wa askofu mkuu Eugenius akiwa na miaka 38 tu. Alikuwa kijana kuliko maaskofu wote wa Poland. Baada ya kifo cha askofu Eugenian mnamo Juni 1962, tarehe 16 Julai, askofu Carlo Joseph alichaguliwa asimamie jimbo hilo. Askofu Carlo Joseph alishiriki vikao vyote vya mtaguso wa pili wa Vatikano na pia vikao vyote vya sinodi ya maaskofu, na tarehe 13 Januari 1964 Papa Paulo wa 6 alimteua kuwa askofu mkuu wa Krakow, na tarehe 26 mwezi wa 7 1967 Papa Paulo wa 6 alimteua kuwa kardinali. Hakika njia za Mungu si njia zetu. Safari ya Carlo Joseph kutoka hali duni ya maisha hadi Mungu akamuinua kuwa padre, askofu na hatimaye kardinali. Sasa nawaalika tuone safari yake ya kuwa papa. Ikumbuke kwamba hadi huo mwaka 1967 kanisa lilikuwa chini ya Papa Paulo wa 6. Alikuwa mtu wa imani sana na mtu wa sala. Alifariki mnamo tarehe 6 mwezi wa 8 1978. Kanisa kwa wakati huo lilihitaji mtu makini sana ili kuyasimamia yale yote yaliyokuwa yamepitishwa katika mtaguso wa pili wa Vatikano na sinodi ya maaskofu. Kwa kiasi kikubwa mtu wa kuyamudu majukumu hayo alionekana kuwa ni Kardinali Urbano. Hivyo tarehe 25 mwezi wa 8 1978 makardinali wenzake walimchagua Kardinali Urbano kuwa papa, naye alikubali uteuzi huo na akachagua kutumia jina la Yohane Paulo wa kwanza. Alikuwa mtu makini sana, mpole, mwenye imani thabiti na mwenye maamuzi makubwa ya kichungaji. Alionekana kuwa jibu la changamoto zilizokabili kanisa. Kwa muda mfupi aliugua
Kwa muda mfupi aliugua nyoyo za watu kwa utume wake uliotukuka. La, utume wake ulidumu kwa siku 33 tu, kwani alifariki tarehe 28 mwezi wa 9 1978. Kanisa tena lilikabiliwa na changamoto ya kumpata kiongozi wa kuongoza kanisa kiulimwengu. Tarehe 14 mwezi wa 10 1978 uliitishwa tena mkutano wa makardinali ili kumchagua mchungaji wa kanisa. Makardinali kutoka pande zote za dunia waliwasili mjini Roma ili kumchagua mchungaji mpya. Kardinali Karol Joseph naye alifunga safari kutoka Poland hadi Roma kushiriki zoezi la kumchagua mchungaji mpya wa kanisa kiulimwengu. Ama kweli njia za Mungu sio njia zetu. Makardinali walifunga na kusali ili kumpata papa mpya ambaye angeweza kuvaa viatu vya Papa Urbano ambaye sasa hayupo duniani. Uchaguzi ulianza tarehe 14 Oktoba na Kardinali Karol Joseph akashinda walipopiga kura mara 8. Kwa kweli Karol alipatwa mshtuko mkubwa na kupigwa na butwaa. Baada ya uchaguzi, makardinali walimuuliza kama amekubali uteuzi huo. Alisema maneno yafuatayo na mnukuu: katika unyenyekevu na imani mbele ya Kristo na Bwana wangu, nikijikabidhi kwa Mama Maria, mama wa Mungu na kanisa, ninakubali. Mwisho wa kunukuu. Lilifuatiwa tena swali lingine kutoka kwa kardinali huyo: je, ni jina gani unalochagua? Papa huyo mteule, kutokana na upendo mkubwa aliokuwa nao kwa Papa Paulo wa sita na mvuto wa pekee aliokuwa nao kwa Papa Yohane Paulo wa kwanza, alichagua jina moja kutoka kwa hawa wawili na kupata jina la Yohane Paulo wa pili. Ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 1978 kutoka kuitwa Kardinali Joseph na kuwa Papa Yohane Paulo wa pili. Toka hapo akatangazwa kuwa Papa wa 264 katika orodha ya mapapa. Kwa furaha na mshangao, Papa Yohane Paulo wa pili alidondosha machozi. Kama papa, moja kati ya kazi zake muhimu ilikuwa kufundisha imani na maadili. Alifanya kazi hiyo kwa upendo na bidii kubwa sana. Wakati wa upapa wake, Yohane Paulo wa pili alisafiri zaidi ya kilomita milioni 1.1 akivutia umati mkubwa wa watu. Safari zake nchini Poland ziliwatia moyo wananchi kuungana dhidi ya dhuluma za ukomunisti. Pia alitembelea nchi nyingi ambazo zilikuwa hazijawahi kufikiwa na papa yeyote kama vile Tanzania mwaka 1990. Tarehe 13 mwezi wa 1986 alikuwa papa wa kwanza kutembelea sinagogi mjini Roma. Mnamo Machi 2000 alitembelea Yerusalemu, akawa papa wa kwanza kuhiji kwenye ukuta wa maombolezo alipoingiza ujumbe wake ndani ya ufa na kuomba msamaha kwa makosa dhidi ya Wayahudi. Alikuwa pia papa wa kwanza kuingia msikitini kule Damasco, Syria mwaka 2001. Mwaka 2000 akiadhimisha jubilei kuu alipigania msamaha wa madeni ya nchi maskini, na mwaka 2003 akawa pia mojawapo kati ya watu waliopinga zaidi vita dhidi ya Iraki. Tangu alipokuwa padri, Papa Yohane Paulo wa pili alikuwa na kipaji cha pekee cha kuvuta vijana. Kwa ajili yao mwaka 1984 alianzisha siku ya vijana ulimwenguni ili kuwakusanya kwa wiki moja vijana kutoka duniani pote kuadhimisha imani kwa furaha. Wakati wa upapa wake aliadhimisha mara 19 siku kama hizo. Mara aliadhimisha jimboni Roma, mara kwingine kimataifa, akikusanya vijana milioni kadhaa. Baadaye alianzisha pia mkutano wa kimataifa wa familia mwaka 1994. Katika safari yake, Papa Yohane Paulo wa pili alikutana kwa makusudi mazima na viongozi wa dini na madhehebu.
Mnamo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1981 kulitokea jaribio la kumuua Papa Yohane Paulo wa pili kwa kufyatuliwa risasi na Mehmet Ali, ingawa alilengwa vizuri na kusababisha Papa poteza robo tatu ya damu yake. Baada ya saa 5 za operesheni, Papa Yohane Paulo wa pili alinusurika. Baadaye Papa alisema aliokolewa na Bikira Maria wa Fatima, na utakumbuka kwamba tarehe hiyo 13 mwezi wa 5 ndio tarehe ya mwezi ambapo Bikira Maria aliwatokea watoto watatu kwa Fatima, yani Lucia, Francisco na Jacinta mwaka 1983. Sasa tumalizie ziara ya kichungaji ya Papa Yohane Paulo wa pili jimboni Mwanza. Tarehe 4 ya Septemba mwaka 1990 Papa Yohane Paulo wa pili alikanyaga kilima hiki cha hapa Kawekamo wakati wa ziara yake ya kichungaji nchini Tanzania. Kilimani hapa Baba Mtakatifu aliadhimisha misa takatifu na kubariki jiwe la msingi la kanisa kuu jipya linaloendelea kujengwa katika kilima cha Kawekamo kama tulivyokwisha elezwa. Basi na yaache yale ambayo tumeshaeleza kwenye historia na baba ameeleza vizuri. Nimalizie tu machache ambayo ni ya muhimu kweli. Nimalizie na safari ya Papa Yohane Paulo wa pili kurudi kwa Baba. Naomba tumalizie kuitazama historia ya Papa Yohane Paulo wa pili kwa kuona safari yake ya kurudi kwa Baba, yani kifo chake. Baba licha ya kuwa na umri mkubwa 2005 alikabiliwa na ugonjwa wa kutetemeka. Mara kwa mara alitetemeka. Pamoja na hali hiyo hakuacha utume wake. Alitumia muda wake mwingi wa kusali. Alishiriki mateso yake katika muungano na Kristo. Jumapili ya Pasaka ya mwisho ya maisha yake hapa duniani, licha ya uzee, ugonjwa na maumivu aliyokuwa nayo, Machi 2005 alijitokeza dirishani na kutoa baraka yake kwa taifa la Mungu. Siku ya Jumamosi ya tarehe 2 mwezi wa 4 2005 saa 3:47 usiku, katika utulivu mkubwa, Papa Yohane Paulo wa pili akitamka maneno yake ya mwisho, acheni nirudi nyumbani kwa Baba, alifariki. Misa ya mazishi yake ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2005. Watu kati ya milioni 3 hadi 4 walihudhuria mazishi yake. Ilivunja rekodi ya washiriki na ya viongozi wa nchi waliohudhuria mazishi hayo. Hakika Baba Yohane Paulo wa pili hakuwa tu kiongozi wa kanisa Katoliki, bali pia kiongozi wa dunia nzima kwa ujumla. Tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2011 Baba Mtakatifu Benedikto 16 alimtangaza kuwa mwenye heri, na Jumapili ya huruma ya Mungu tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2014 Papa Francisco alimtangaza mtakatifu. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili aliyekanyaga kilima hiki cha Kawekamo. Tumsifu Yesu Kristo.